Yes, tunatoa shukrani za dhati kwa wamama wa Pennsylvania Lancaster kwa kuweza kushirikiana na Operation Saidia Muzalendo. Imekuwa ni kazi kubwa ambayo imefanywa kutoka Pennsylvania Lancaster USA, na wamama wameona ni vema sana kushirikiana na Baraka One TV kwa ajili ya kufikisha Operation Saidia Muzalendo. Na imekuwa ni jambo la maana sana. Itafanyika hivyo kwa niaba ya wamama wa Pennsylvania Lancaster USA. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV, na mimi ni ndugu yako the one and all in town DJP Baba la Baba mzee wa Ngwasuma. Na kuletea hizi taarifa kutoka DRC. Katika yale ambayo tutajadili, tutazungumzia hili swala la Katogota. Katogota ndo habari ambayo hiko sasa hivi. Katogota, Kamanyola pamoja na Kaziba na sehemu zingine zote ambazo wazalendo wamekuwa wakionyesha umahiri mkubwa na kazi kubwa ya kuwapiga magaidi wa M23 kwa wakishirikiana na FARDC. Kuna taarifa ambayo imekuja inatembea kwenye mitandao ya kijamii, ambayo baada ya ushindi ambao tumeupata huko, watu wanasema kwamba jeshi Chiviri amekuja na waambia kwamba watoke sasa, watoke barabarani, wazalendo wapande porini, waachie FARDC barabarani. Hizo ni habari za uongo, lakini kwa kuweza kudhibitisha ambacho nitakufanyia, nitakuachia usikilize kwanza hii message, kisha nije nizungumze, na tutakuwa tuna mambo mengi ya kuzungumza kwa siku hii ya leo. Karibuni sana, tayari tumerudi mjengoni, ikiwa ni Baba la Baba hapa mzee wa Ngwasuma, na tuanze kama ifuatavyo. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Na niseme tena shukrani kwa mama wa Pennsylvania Lancaster kwa kazi ambayo mmefanya. Tusikize huu ujumbe. Unasema kwamba Generali Chiviri baada ya ushindi wa Katogota amekuja anawaitisha wazalendo, anawaambia kwamba désormais mnatakiwa mtoke sasa huku chini, pandeni kwenye milima ili mwende mzuia adui kule. Ni jambo la kushangaza, ni jambo pia la kusikitisha kusikia, licha ya kazi kubwa ambayo tunafanya, lakini kuna watu ambao bado wako wanaleta chokochoko. Hebu kwanza tusikilize, hapo nitakuja kuzungumzia. Mjambo wana grupe, mnashinda bien sawa, na sio tuko bien. Tulitumika kazi natumikiwa kwa usalama, iko bie kabisa. Sasa hii mzalendo iko Katogota na mambo ingine ingai inaendelea. Kwa mshangazo tunashangala sana kwa kuona Uchiviri anafika hapa Ruvungi, anaita bakomanda ya wazalendo mkuye huku. Sie tukawazia naenda tupatia maminisio, kumba anaenda kutuambia muzalendo wote apanda, toke mbarabara apande aende bilimani kule, yule akaziba kule ndio tupiganie kule, kisha yeye na Murundi ndio bakie mbarabara bapikane mbarabara. Mnasikia Uchiviri naye anakuya aye. Mbone sasa kama vita itaishaka Mkongo, vita itaishaka, tunatanza safi nyangana si benyewe kwa si benyewe. Ebo na siye banataka tafuta vita hivi kuna tafuta, haviwezi kuwa akuya tuachishe kazi yetu tulishinda mwayo, kisha yeye akuya seme mkuye mwe bote mpande kubilima huko yule akaziba. Unasikia njoo neno anasema saa hii, njoo anasema hapa saa hii hapa kusamili Ruvungi, njoo anasema alitisha bakubwa wazalendo. Tunakatala sisi kwa sisi tutamalizana, kazi ishakuwa bien. Umeona gisa na kia tutosha nguvu yetu tulikuwa tushakuwa nayo, tutoke mbarabara. Mnasikia banduko, njoo habari hiyo, ndio message inatoka saa hii. Ye mwenyewe Chiviri kama ni mushi kama ni nani sijua litokea wapi. Yes, nafikiri tumeweza kusikiliza huo ujumbe. Watu wanauzagaza, wanautembeza, lakini ni ujumbe wa uongo.
hakuna kitu kama hicho ambacho Chiviri amekifanya, kwa sababu kisi niko naongea na wewe hapa, mambo yote ambayo yako yanapitikana kule kwenye uwanja wa vita tuko tunakuwa na tuna taarifa zote. Niliwaambia hapa juzi kati kwamba kutoka kwetu tumekwenda kuonyesha hali jinsi iko, nafanya maandalizi ambayo yako yanafanyika. Sawa? Na hayo maandalizi ambayo yako yanafanyika ni kumpiga adui. Kwa hiyo kila kitu ambacho kiko kinafanyika ni kwa lengo la kumpiga nani? Adui. Na pia naweza kutumia nafasi hii ya kukuonyeshea, kukuhakikishia kwamba FRDC na wazalendo wako bega kwa bega. Wako bega kwa bega, na kuwa kwao bega kwa bega hawawezi kusema kwamba M23 kwamba nani wazalendo watoke mwingine sasa waende porini. Waende wafanye nini porini na wakati wazalendo wako kila eneo. Fasi zote nilikuwa nawaambia mara mingi tokea mwanzo tu. Ambaye Mwiplen ya Ruzizi kuanzia barabarani pana mpaka milimani. Kule kote kuna jaa full wazalendo, huwezi kuimagine. You cannot imagine. Unaelewa? Sasa kuja kuambia kwamba watoke barabarani waende porini ni uongo mtupu, ni habari za uongo. Na kitu kingine kusema tu na hii yale ambayo imejifanyika hapo Katogota, kuna kitu ambacho kanaitwa ka ubinafsi, naona kama kanaanza kujitokeza hivi. Baadhi ya makamanda wa wazalendo wanaanza kujitokeza na kuanza kujibinafsisha kazi. So tutaongea na msemaji wa wazalendo kwa upande wa Kabare, bwana Observance Abubakari, tuweze kumsikiliza hii operation imekuwa na resite kiasi gani kutoka huko maeneo ya Katogota. Jambo afande. Jambo, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu tena kwa matangazo yetu ya Baraka One TV bwana. Nashukuru sana bwana mtangazaji. Tuna maswali kadhaa hapa ambayo tulitaka kuweza kukuuliza kulingana na operation ambayo imeanza hiyo tarehe 2 mapema asubuhi. Una taarifa gani kwanza ambayo ungetuambia kwa sasa hivi? Kwa kweli bwana mtangazaji, nashukuru sana kwa ulizo yako. Unajua kama nilivyokuambia kwa awali kukuambia kwamba saa 24 wazalendo wako imara kwa kusubiria adui muda wote anapokuja ili kumchapa kabisa, kwa sababu unajua sisi kama vile viongozi wa wazalendo wa muda wote ule kuweka watoto imara. Operation ilipitaje jana? Kwa kweli operation hii tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa adui kabisa alikuwa amejipanga atokea Jumapili, yani Dimanche, malori makubwa sana zilitoka Rwanda pamoja na gari za kivita, yani mashar de combat. Na mbinu zao walikuwa wamechukua hatua ya kuja kukamata Uvira, kwa sababu walikuwa wametumia ujanja wa umoja wa kuja sehemu za Kaziba ili wapasue milima, wengine wasije njia za barabara. Lakini pindi walipokuja hivyo hawakujua ya kwamba vyombo vyetu vya upelelezi vilikuwa vinawafuatilia kama kawaida. Pamoja na hiyo yote, basi ilibidi na kupanga watoto kwa waweza kwenye standby, na ndio maana pindi walipotaka wao kutaka kufungua mapambano, ikabidi sisi moja kwa moja kuwazuia na kuwaonyesha kwamba ikiwa walikuwa wanatupiga vita, walikuwa wanatupiga vita ya silaha, walikuwa wanatupiga vita ya siasa. Kwa sababu gani? Walifikiria ya kwamba watapata njia kama walivyotoka Goma pasipokuwa na mapambano yoyote ile. Lakini leo kwa kweli bwana mtangazaji, wamechapa kichapo ambacho hawatasahau. Kwa maana hiyo raia sasa wanatakiwa kuweza kujikomporte namna gani kwa kipindi hiki? Je, wanaruhusiwa kuendelea na biashara zao ama kwanza watulie kidogo huku wakisikilizia gisi alikuwa anaendelea kwenye uwanja wa mapigano? Kwa kweli bwana mtangazaji, najua kwa kweli muda kama na huo ambao tumeongea na wewe, unajua Katogota iko mikononi mwetu,
na sehemu kubwa zaidi ya Kamanyola. Sisi tunawaambia raia wetu wawe na subra. Kwa sababu gani? Unajua sisi tunapambana, na mpambano wetu, jambo la kwanza tunaprotege patria yetu, udongo wetu, na jambo la pili sisi tunawalindia raia usalama, kwa sababu sisi hatuko kama wahalifu wa wapatiwa wa M23 ambao wanasumbua raia wetu na kumuua pasina sababu. Na ndio maana sisi tunawaambia raia kwanza wawe na utulivu. Kwa sababu gani? Lazima wabaki majumbani, watulie sehemu moja, wasubiri sisi tumuondoa adui moja kwa moja, ili wasije wakaharibikiwa na biashara yao, ili wasije wakaumia, kwa sababu sisi tunayo mapenzi makubwa na raia. Na kwa namna nyingine tunajua ya kwamba raia walikuwa wametoka kuzania wenda FARDC na wazalendo hawana nguvu ya kumtoa adui, lakini nafikiri wao wenyewe ni shahidi, kwa sababu leo nafikiri mtu yote ule wa Luvungi, Katogota, Lubarika ameshuhudia nguvu ambazo zimetumiwa na wazalendo pamoja na jeshi letu la FARDC. Kwa maana hiyo sasa tuseme kwamba hii hali itaendelea kusonga mbele ama tunaishia kwanza Kamanyola? Bwana mtangazaji, unajua sisi yetu ni kukomboa mji mkubwa bwana. Unajua ya kwamba sisi wazalendo pamoja na FARDC hatuwezi kukaribia kabla hatujakomboa vile ya Bukavu. Lazima tukomboe vile ya Bukavu, tukomboe uwanja wa ndege wa Kavumu na tuendelee hadi North Kivu, kwa sababu sisi wazalendo tumechukua hatua ya moja kwa moja. Hakuna mzalendo wa Sud Kivu, hakuna mzalendo wa North Kivu, sisi wote nia ni moja, kwa sababu Kongo ni yetu. Isipokuwa tunachukua hatua ya kupiga, tuende Nyangezi, tufike Bukavu, tuendelee hadi Goma. Bwana mtangazaji, na kushukuru sana afande. Bwana mtangazaji, tena bila kusahau nataka kujulisha kwamba leo M23 wamechanganyikiwa sana, kwa sababu mlio wa risasi kusababisha sisi wazalendo kuwashika kama vile watoto, na laiti haingelikuwa yule mpaka wa karibu pale Kamanyola Bugarama, tungeshika hadi 300 hata mapesa. Na kumeonekana utafiti hata wa jeshi la Tanzania katika wale ambao walishikwa, imeonyesha nchi nyingi, karibuni nchi 13 ambazo zinawatimana wanajeshi kuja kuivamia Kongo. Kuna wanajeshi pia wa Tanzania ambao wameshikwa kwa upande wa M23. Ndio, katika wale ambao walishikwa mapema kabisa kuna wengine walionekana wametoka Tanzania ambao walikuwa wamejiunga na ile jeshi la Tanzania. Tutaonana baadaye afande, ili tuone gisi ya kufika kule kuweka mambo mengine sawa. Ndio utafuta baadaye. Haya, nashukuru. Asante sana. Naam, ulikuwa kunamsikiliza Observance Abubakari. Unasikia? Huko unasikia venye biko napitikana maeneo ya Katogota. Huko unasikia watu ambao sisi tunaamini kusema kwamba ni majirani zetu, wanaweza tukaishi nao kwa kushirikiana. Ni hatari kweli. So hii vita ya Katogota imekuwa ni pana sana. Afande Abubakari ameweza kuonyesha jinsi hali ilivyokuwa, jinsi walivyowafanyia shughuli pevu magaidi wa M23, na jinsi magaidi wa M23 walikuwa wanajipanga, wanajiramforce kusema kwamba watapiga Katogota, watapiga Luvungi, wapige mpaka washuke Uvira. Nafikiri kuna utofauti hapa. Tofauti wa vitu pia nakuwa naelewa. Wanatakiwa wajue kwamba aferi ya Sud Kivu si tu upande wa Sud ya Sud Kivu. Nazungumzia Uvira, Fizi, sawa, Mwenga, si tu sana hizi mangambo. Ni ngambo ambazo ziko na tofauti sana. Tukiamua jambo, kufanya jambo, tunafanya jambo kweli kweli. Na unajua sisi na watu tunajuana vizuri. Hawa jamaa tunawajua. Tunawajua nguvu zao ziko wapi, tunajua taktiki zao, tunawajua. Unaona hii retardement ilifanyika hapa Katogota hii miezi. Walikuwa wangali wanachimba gisa kukorompre watu. Wanaongea na kila general. Utafuta generali kama generali
Mamadou wa Muplene, General Ngoma Nzito, kiongozi wa CNPSC President William Amuli ya Kutumba, kutafuta ba general wazalendo Makanaki, yani balipita kila general kumpropose franga na wengine franga balipewa balizikula. Of course franga zilikuya na zililiwa, unaona, franga zilikuja na zililiwa. Sasa vile vitendo vinafanya wanashindwa kuperse. Ndio maana walifanya ima retardement pale, wakakaa sana kuplaniri mpaka inafikia hatua kwamba wanasema bana, sasa ekuya twende avant le 4 ya Washington tuhakikishe kwamba tushakamata Uvira. Avant le 4 ya kesho unakia Dimashi aseme avant le 4 ukamate Washington. Unataka bona nini kulia Uvira? Bona nini kulia Uvira? Bona ni si yetu kulia wapi bona ni? Kama unataka bona nini kulia Uvira, si bona ni tukulia wapi? Hauwezi kulia bona ni Uvira. Hii bona ne sisi tutakulia Muvira, tutakulia Katogota, tutakulia Kamanyola, tutakulia Nyangezi, tutakulia Bukavu. Unaona maobjectifs za FARDC na Wazalendo ziko bien determiné. Sawa? Lengo ni kusema kwamba tumpige adui, tumuondoe hapa, tumpandishe na tuingie ndani ya mji wa Bukavu. Kwa hiyo mapigano yalikuwa ni mazito mno na yalikuwa ni mapigano yenye tija na yenye faida kubwa. Sio tu waseme ni Katogota peke yake, hapana. Tulifanikiwa kupiga Katogota na kuchukua Katogota. Tuko ndani ya Kamanyola upande wa mwanzo wa Minoteri kwenda kusonga mbele. Tumepiga Kaziba, tumechukua Kaziba centre iko mikono yetu. Tumepiga point 0 Fizi, maeneo ya Mikenge Minembwe kule point 0 iko mikono yetu. Kageregere tuko tunakunguta vibaya mno. Donc sehemu mbalimbali majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako wanafanya kazi kubwa kwa kuendelea kumtoa adui ambaye ni mharibifu na terrorist mwenye iko na poteza maisha za watu. Unajua watu wengi wamepoteza maisha sana kutokana na hii vita ya M23 na ile mipango yao ambao walikuwa wanataka wameweza kuipata. Ni watu ambao walikuwa wanapenda kuilazimisha serikali kuibana donc waipige kipigo serikali kiasi kwamba serikali ndo iwanegosie wao. Ushaona? Serikali ndo iwanegosie. Jusa huko mu position ya faiblesse, hautakuwa na shua. Na niko nasema hivi mara mingi, kama uko mu position ya faiblesse hautakuwa na shua. Kile kitafuata ni wewe kuwa na ti amri ya yule mwenye iko mu position ya nguvu. Na ndio hiyo heureusement tunajikuta kwamba tuko very strong. Nilikuwa nataka kuzungumzia hii vita ambayo tunaanza haitakuwa na madhara yote kwenye kuharibu mpangilio wa Washington ama itakuwaje? Nafikiri kila mtu yuko na mawazo yake na yuko na vile ambavyo anaweza kufikiria, lakini na mimi pia niko na mawazo ambayo anaweza kufikiria. Unajua kizuri ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kutoa taarifa kamili ambayo inasema kwamba magaidi wa M23 wao ndio wako wanaanza kushambulia kambi za FARDC. Sasa hicho kitendo hakita tufanye sisi tukae kimya, lazima tutaripost. Kwa hiyo kitendo cha FARDC na Wazalendo huamua kuingia mzigoni. Wako na lengo la kusema kwamba sie tulikuwa tunafanya self defense, sababu wao wanatushambulia, sisi tunafanya self defense. Kwa hiyo tukapiga na tukaondoa. So siwazi kama itavuruga mchakato wa SSLF, mchakato wa Washington lazima ifanyike, lakini pia kumpiga adui lazima ifanyike. Wananchi wengi walikuwa wanasubiria hii hatua sana, wanasema serikali ya Kinshasa kama inalala. Serikali ya Kinshasa iko inafanya nini? Eske aioni jinsi M23 iko nafasi? Eske aioni hivi? Nafikiri watu wameweza kutulia na wamepata mawazo kusema kwamba kumbe acha bwana aitwe bwana, acha serikali aitwe serikali. Mara mingi niko namwambia kwamba wakati serikali yetu itaamua kupiga, haitachukua desmen. Kupiga Katogota ya Kamanyola haitachukua de jour.
Ona tu jana na gisi walifanya tu masaa kadhaa, toa adui. Katogota kunatea mizizi, katogota tupa adui, tupa pembeni. Kwa hiyo wanasonga mbele. Ila kuna jambo hapa ambalo nitaka nilizungumzie. Hili jambo ni hili hapa, msikilize. Dama wewe huko nasikia wenyewe viko maana wewe usikii wenyewe vinaendelea nyumbani, au fuati wenyewe vinaendelea huko. Adui ameshapigwa na saa hizi tuko tunaongea, wako wanapigania Kamanyola Centre monjo kwenye wapi. Katogote imeshakuwa mikononi mwetu, na jeshi ambalo linapambana pale ni jeshi ambalo linaongozewa na General Kamama Mbigirwa akiwa pamoja na jeshi la Burundi. Mimi sitaficha, ni Kamama ndio anatembea pamoja na jeshi la Burundi, na ndio wameshawanyatua pale. Hivi sasa hivi wako wanasongamana kuingia kwenye border, kwenye mpaka wa Rwanda na Kamanyola pale, kwa sababu adui na wameshakamata kiongozi mmoja wa adui pale na maescort 4. Sasa tumechukia, mimi nimesikia kikwazo sana kuona wanamleta Uvira. Hii ni problem. Hii ni problem yenye tuko nayo. Ubinafsi, umimi, usisi. Wazalendo wa fulani ndio walifanya hivi. Si wazalendo fulani ndio tulifanya hivi. Hapana. Tuache hizi tabia. Hii maklientelisme, hii mafanatisme, tuache hizi. Sawa? Tuache hizi. Ni miezi ngapi tuko hapa kama mama ayaenda kufungua fro ya Katogota? Alipitia wapi Katogota? Mwache kuwa anadanganya watu. Sawa? Tunajua ripoti ambazo tuko nazo, tunajua kwamba vita ya Katogota ni vita ya wazalendo. Haiko sema wazalendo wa fulani, hapana. Ni vita ya wazalendo. Na tunajua coordination ya wazalendo jinsi inapangiliwa. Wazalendo walipigana, FARDC ilipigana, armée burundese ilipigana. Usikie sema hapo kwa kudanganya watu uanze tia sasa kwanza kuonesha kwamba wewe ama nyinyi ndio mlifanya kazi. No, na hii ni problemi kubwa. Tukiendelea hivi tutakuja kukosana polepole. Kwa hiyo natoa onyo sana kwa wazalendo. Jamani, muache kuwa mnasema ama bafana ya mtu fulani, muache kuwa nasema kwamba si ndio tulienda, si ndio tuko mstari wa mbele. Hapana. Tutie tu neno wazalendo basi. Hapana wazalendo wa fulani hapana. Ile hapana. Tuachane na hizi tabia kwamba wazalendo wa fulani, sisi wa fulani ndio tulifanya hivi. No. Wazalendo walipigana wakaganye. Point bar. Ndio tunajua mzalendo wote iko dirije na mtu huyu mmoja. Ile inatosha. Haya masuala mengine yote ni kuleteana tu mambo ya hovyo, mwisho siku tuanze kutupiana mizigo ambayo haina maana. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Saa 6. Saa 6 ni kwamba Katogota iko mikono yetu, Kaziba iko mikono yetu, wapi kwingine kule point 0 iko mikono yetu, na vita iko inazidi kuendelea. Lengo la wazalendo ni kuingia Kamanyola yote. Lengo la wazalendo ni kuingia mpaka Nyangezi yote, Bukavu yote, Minova yote, Ruchuru, Masisi, Kiwanja, Goma, sehemu zote. Watoto wa Goma kaeni tayari, kueni makini sana. Watoto wa Bukavu pia jinsi mlikuwa mnasema mnasubiria tuje, tuko tunakuja. Kwa hiyo kaeni makini muweze kupokea waza pamoja na FARDC. Nafikiri hapa kutakuwa tena hakuna kurudi nyuma. Mengine tukutane majira ya saa 9 ambako utakuwa kwenye kipindi cha habari na maelezo, na tutakuletea hii kiundani zaidi mengine ambayo siku ya kusikwambia sasa hivi kuhusiana na vita ambayo iko na endelea. Bye bye.